Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo? Kristo amefufuka. Haleluya. Sisi wa Karagwe Diocese bado tunaendelea katika kuhakikisha kwamba tunafanya ibada za kila siku. Nilikwambia hapo jana kwamba tumeanza katika Juma Takatifu, lakini tulianzia huko Nyabwegira ambapo ilikuwa ni Jumapili ya siku ya mitende. Nyuma ya kamera ninaitwa Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Mfuatiliaji na mtazamaji, Jumapili tuliona Yesu akisema hawa wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Alikuwa akiwajibu Mafarisayo ambao walimtaka Bwana Yesu awanyamazishe wanafunzi wake. Lakini Jumatatu tukatazama namna ya kusafisha hekalu. Yesu anaingia hekaluni na kulisafisha. Tunaita siku ya kutakasa hekalu, ambapo aliwapiga mijeredi wale waliokuwa wakifanya biashara ndani ya nyumba ya Bwana. Siku ya Jumanne ni siku ya hukumu, ambapo Bwana Yesu aliulaani mtini ule ambao ulikuwa hauzai. Siku ya Jumatano ni siku ya Yuda Iskarioti, yule aliyemsaliti Bwana Yesu. Na huko kote tumekuwa tukitembelea misioni mbalimbali. Lakini siku ya Alhamisi tukasali Kayanga, na hapo tukatazama Bwana Yesu akiandaa chakula kabla ya kukamatwa na kutiwa hatiani. Siku ya Ijumaa tunakumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jumamosi, lakini Jumapili tunakumbuka siku ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, na hii ndiyo Pasaka. Leo tunakumbuka kutembea na Kristo mfufuka. Mfuatiliaji na mtazamaji, tupo katika mtaa wa Nyakagando ndani ya jimbo teule la Nkwenda katika Diocese ya Karagwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Karibu ibadani. Anakwenda kuiongoza Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Usipange kukosa. Karibu. Salamu za upendo na ufufuko toka Uaskofuni Rukajange. Salamu za Pasaka 2025. Ni kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Yohana 14:19. Wapendwa, Bwana Yesu aliyefufuka anatuletea sisi sote habari njema. Anasema kwa kuwa yeye yu hai, basi hata sisi tutakuwa hai. Baada ya mateso yote aliyoyapata akiwa mikononi mwa wenye mamlaka, akafa na kuzikwa, hatimaye alifufuka. Kwa kuwa sisi ni warithi halali wa kila kitu cha Yesu Kristo, basi tunarithi mateso yake, na sasa anatuambia tunarithi uhai wake baada ya kufufuka. Hakufufuka kwa faida yake mwenyewe, bali kwa faida yetu sote. Kufufuka kwake kuna wakatisha tamaa wote wanaotumia na kutukuza kifo kama njia ya kuzuia mamlaka zao za kidunia zisihojiwe. Kufufuka kwa Yesu kunachochea watu wengi kukipokea kifo kama njia takatifu ya kurejesha haki katika jamii. Yaani dhuluma inasulubiwa na haki inafufuka. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kifo cha Yesu kilibadilisha dhuluma kuwa haki, kiligeuza giza kuwa nuru, kilirejesha matumaini kutoka hali ya kukata tamaa. Yote matatu tunayo katika jamii yetu: dhuluma, giza na kukata tamaa. Kumbe basi Yesu anatualika sote tuupokee ufufuko ili dhuluma iondoke na haki itawale. Giza la mioyo lifukuzwe na nuru ya Kristo iangaze, na waliokata tamaa wajazwe nguvu mpya. Haijalishi utakufa kwa kutekwa, kuliwa na simba au mamba, bali Kristo amekupa uhakika kuwa utakuwa hai na kukutana uso kwa uso na watesi na wauaji wako.
Ikumbukwe Yesu Kristo hakupatikana na kosa lolote. Aliteswa na kuuawa ili kuwafurahisha wenye mamlaka. Furaha ya wenye mamlaka inayotokana na mateso ya wasio na hatia ni ya bandia na ya muda mfupi. Furaha ya watawala ilidumu siku 3. Mwenye haki akatoka kaburini. Msamaha wa mfalme wakati wa sikukuu ulikwenda kwa jambazi Baraba. Yesu hakuhitaji msamaha wa mfalme ili kutoka kaburini. Alifufuka. Yuko hai hata sasa. Uhai wake ni uhai wa wote wamwaminio. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa fursa katika taifa letu. Yesu amefufuka na kutupatia ujasiri. Tusiogope. Tutumie fursa za kidemokrasia kufufua matumaini ya kujenga taifa linalopenda haki na kuwatetea wanyonge. Serikali yetu isigeuzwe kuwa gulio la kuuza na kununua haki za wanyonge. Tunaalikwa kuwa chachu ya haki iletayo amani katika taifa letu. Haki inatosha kuleta na kutunza amani. Tukatae uzushi wa kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Na watakia Pasaka njema tumishi wenu asiyefaa wala kuwa na faida, Mchungaji Daktari Benson Kaikawe Bagonza, askofu wa Dayosisi ya Karagwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litakalo tuongoza katika mahubiri ya siku ya pili ya Pasaka tunalipata kutoka Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 20 mstari wa 24 mpaka 29. Yohana 20:24 mpaka 29. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika mbavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na mlango umefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, uutie ubavuni mwangu, wala asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioniona wakasadiki. Neno la Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu umetuleta nyumbani mwako asubuhi hii. Unapenda kuzungumza pamoja nasi. Yawezekana kati yetu kuna wasioamini kwamba umefufuka. Unapenda kujifunua kwetu asubuhi hii ili tuweze kuamini na kukufuata. Tujalie neema ya kusikia neno lako. Neno lako ni kweli katika mioyo yetu. Neno lako ni nuru katika giza tunamopitia. Utujalie tulishike na kukufuata pasipo mashaka, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Jana
mlikuja kanisani na mwinjilisti Marko alituletea habari za ufufuko kwa kutumia wanawake watatu. Wanawake watatu. Maria Magdalena, Mariamu mama yake na nani? Na Yakobo pamoja na Salome. Sasa leo Yohana ukisoma Injili ya sura nzima ya 20, yeye anatuletea habari za ufufuko kwa kutumia wainjilisti watatu. Kwa kutumia watu watatu. Amemtumia Petro, amemtumia Yohana na mwanamke Magdalena. Na wote inaonyesha walivyoshangaa kukuta kaburi liko wazi. Sasa niwaambie, licha ya wanafunzi hawa kuishi na Yesu kwa miaka 3.5, akiwaambia juu ya kifo chake na kufufuka kwake, bado hawakuamini. Waliishi naye, walikula naye, hawakuamini kama atafanya nini? Atakufa. Sasa mimi napenda kuuliza, ikiwa waliokula naye hawakuamini, je, sisi tunaohadithiwa itakuwaje? Takalindi. Waliokula naye, wakakaa naye, wakarara naye, wakaamka naye, alipokufa na kufufuka hawakufanya nini? Sasa sisi tunaohadithiwa baada ya miaka 1000 ngapi? 2000 tukoje? Tumo tunaimba mapambio tu lakini hatuamini. Naliona hilo. Na nimewaona Wakristo wetu, ndugu zao wanapokufa, unapowaambia msilie sana, mtaonana naye siku, unafikiri wanakuamini? Alafu waambie sasa mnayemlilia huyo kafufuka, watakaa? Kulia wanamlilia, lakini akifufuka watakaa naye? Wao wanachotaka uwaambie amekufa lakini aliyemuua ni fulani, hapo wanaridhika. Ukiwaambia aliyemuua ni fulani, hapo wanasema tena mchungaji amesema, tena mchungaji alisema, kuna mkono wa mtu sio bure hapa. Hapo wanafanya nini? Wanaamini. Lakini kuambia huyo mmelia sana, Mungu amewahurumia, sasa amefanya nini? Amemfufua, wote watatawanyika, kila mtu na njia yake. Sasa hizo ndizo habari za ufufuo. Leo Yohana anatupeleka katika kitovu cha kutokuamini ufufuko. Taarifa za kufufuka zilipofika kijiweni walikokusanyika wanafunzi na mitume wa Yesu baada ya kifo, taarifa zikafika kwamba amefanya nini? Amefufuka. Inaonekana Tomaso hakuwepo. Alikuwa ametoka kidogo kwenda kwenye mishe zake. Si unajua miaka 3 amekuwa na huyo Yesu. Sasa Yesu amefanya nini? Kufa amewaacha. Akasema mbona abuliomwajireki? Ayemanye. Yeye akawa ametoka ameenda kwenye mishe. Alipotoka kumbe Yesu akafanya nini? Akaja akakuta Tomaso hayupo. Yesu akawatokea mitume na Tomaso hakuwepo. Aliporudi Tomaso akaanzisha vurugu. Akasema mnasema amefufuka wenyewe. Msindanganye na nyie. Msindanganye, haiwezekani kwamba akafanya nini? Akafufuka. Sasa somo letu la leo linahusiana na Tomaso. Linamnukuu Tomaso akisema, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Huyo ni nani? Tomaso. Mimi sifanyi nini? Sisadiki hata mfanyeje. Mnene kwa lugha, murukeruke, mukeshe, munipige viboko, mimi sifanyi nini? Sisadiki. Kineno la Mungu linatupeleka mbele. Baada ya siku 8 wanafunzi wakiwa ndani na Tomaso akifanya nini? Akiwepo. Yesu alikuja tena na milango ikiwa imefanya nini?
imefungwa. Yesu akaingia katikati yao akasema, amani iwe kwenu. Halafu akamwita, Thomas, njoo hapa. Leta kidole chako. Itazame mikono yangu. Tia mkono wako katika ubavu wangu. Wala usiamini, bali kuanzia sasa ufanye nini? Uamini, nimefufuka. Neno la Mungu linatuambia Tomaso kwani alikwenda kutia. Akasema, Mungu wangu na Bwana wangu, basi imetosha, garukira. Alidiriki. Ndipo Yesu akasema, akamwambia maneno haya, wewe kwa kuwa umeona, umesadiki. Wanayo heri wale wasioona na bado wakafanya nini? Wakasadiki. Ndiyo sisi, hatukuwepo. Hatukutia mkono katika ubavu, lakini tunafanya nini? Tunasadiki. Bwana asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Tomaso alikuwa mmoja wa mitume. Alikuwa mmoja wa wale 10 na ngapi? Alikula na kuishi na Bwana Yesu. Bado akuamini alipoambiwa Yesu amefanya nini? Amefufuka. Kwa hiyo kutokuamini ni sehemu yetu tangu anguko la kule Edeni. Kutokuamini ni sehemu yetu. Tunaalikwa hata leo kutembea na Yesu aliyefufuka ili mashaka yetu yaishe. Njia pekee ya kuondoa mashaka yetu ni kutembea na Yesu aliyefanya nini? Aliyefufuka. Na Tomaso anatembea na Yesu aliyefufuka, anaamini na kusadiki kabisa. Sasa wale wanaodhani hawana mashaka tena katika imani, basi wanayo heri kuamini bila kulazimisha kwamba mpaka waone. Mimi nawapenda wale wanaosema mimi sitaki kuona, sitaki kugusa, lakini nafanya nini? Naamini. Wanayo heri na Yesu amewapa hiyo heri. Lakini kinachotakiwa hapa ni kutokuhukumiana. Ndani ya lile kundi lile la watu 12 waliokuwa na Bwana Yesu, wamo wasioamini mpaka waguse. Wamo ndio akina nani? Tomaso. Kwenye 12 yumo asiyeamini mpaka afanye nini? Kwenye 12 wamo wavivu wanaopenda kulala kifuani mwa Yesu wasifanye lolote. Yohana naye alikuwa mmoja wa 10 na wangapi? Biblia inatuambia yeye kila wakati alikuwa anapenda kulala kifuani mwa nani? Mwa Yesu. Wamo wenye kimbelembele kama Petro, wasiopendwa kupitwa na jambo lolote. Kila jambo yeye yumo. Wamo kwenye 10 na wangapi? 12. Wapo wanaopenda ukuu na mamlaka na kukaa viti vya mbele kama mnavyotuona sisi hapa. Wanapenda kuheshimiwa na kuhudumiwa kila wakati. Wamo kwenye 12. Hao ndio akina Yakobo, Yohana, wana wa Zebedayo. Walikuwemo kwenye 10 na ngapi? Wamo. Hata nyinyi humu, yani unakuta watu wameshakaa kanisani, utaki kukaa, unasubiri wakuonyeshe nini? Hawamo humu. Yani wanakuta mmeshakaa, yeye anajifanya amezubazuba hapo mpaka mchukue mumuonyeshe kitu cha wapi? Cha mbele. Wamo katika 12, hata hao wamo. Lakini nataka kuambia ndugu zangu wapendwa, hawa wote wenye kimbelembele, wenye kupenda nafasi za mbele, wasioamini, wavivu, wote hawa ni kundi moja na mchunga wao ni mmoja, Bwana wetu Yesu Kristo. Hata sisi humu ndani ya kanisa tuko vivyo hivyo. Humu ninavyowaangalia tuko vivyo hivyo. Wadokozi wa sadaka wako humu. Wezi wa madhabahuni wako wapi? Humu. Wambea na wazushi wanaochonganisha watu wamo humu. Wasiomaliza uhasama hata ufanyeje, wasiopenda maridhiano wako wapi? Wako humu. Wagomvi, wasioamini kuwa Pasaka inaweza kuwa nzuri bila kugombana, wako humu. Yani yeye kila Pasaka lazima afanye nini?
agombane. Hata usipomchokoza. Amekwenda ametembea alikotembea, akirudi nyumbani anaanzisha vurugu. Anataka mgombane ndipo ajue Pasaka imefanya nini? Imependeza. Wanaodhulumu mikopo ya watu wamo humu. Anaweka nyumba rehani kwa watu 3. Shamba analiuzia watu 4. Si wako humu? Wamo humu. Wanaokopa bila kurudisha. Mpaka wanasahau walikopa kiasi gani. Yaani ulikopa wewe alafu umesahau ulikopa shilingi ngapi. Ukienda kumdai akasema hivi wakapa zingai. Si wako humu? Wako humu. Wamo humu wanaohama madhehebu kama vyama vya siasa, wakitafuta miujiza. Si wako humu? Wameshazunguka madhehebu yote. Wako humu. Wamo hata ndani ya Yesu wale 12 waliokimbia Yesu alipokamatwa wakarudi baada ya kufufuka. Wamo. Si mnajenga kanisa kubwa hapa limeshawakamua Wapo si wapo waliokimbia mlipoanza kujenga? Subiri mmalize kujenga watarudi. Wapo. Sasa hata katika nchi yetu, taifa letu mnaloliona, wamo watu wa aina zote. Wapo wa aina zote. Sasa huu ni mwaka wa uchaguzi. Wapo wanaosema tufanye, wapo wanaosema tusifanye nini? Wapo wanaosema sheria ni mbaya, wapo wanaosema sheria ni wote. Wapo ndani ya taifa hili moja. Wapo wanaosema maendeleo yamekuja, wengine wanasema hamna kitu. Wapo wanaoshangilia wanasema mama anaupiga mwingi, wanasema kuna alichofanya. Si wote wamo ndani ya taifa moja? Wamo. Na Bwana Yesu mfufuka anawajua wote. Na wote ni mali yake. Alikufa akawaacha, akafufuka akawakuta, akapaa kwenda mbinguni akawaacha, akirudi atawakuta, na wengine wajazaliwa bado watakuja. Sasa ndugu zangu, ninayasema haya yote kumtumia Tomaso, kwamba Tomaso kama Tomaso wala si mbaya. Hata Yesu amemkubali na kumtambua. Tumeelewana Yesu amemkataa Tomaso? Amemkubali. Tena akamtangazia heri. Si ndio? Akamuita akasema, Tomaso jamani, mwanafunzi wangu kipenzi, njoo. Si una mashaka? Mkono wangu ni huu. Na ubavu wangu, leta mkono wako utie ili ufanye nini? Uamini. Tatizo tulilo nalo katika jamii yetu ni kuwa na matomasopoli. Matomasopoli. Wasipoona hawaamini, hata wakiona wafanye nini? Hawaamini. Hawa matomasipoli ni tatizo la kizazi hiki. Hawajui yupi ni nabii wa kweli na nabii wa tumbo. Kila mtume na kila nabii kwao ni wa kwao. Lakini baada ya kitambo kidogo utawakuta wamepigika. Wanajuta kwa sababu ya kuheshimu matumbo kuliko ukweli. Lakini Tomaso wa kweli katika kundi la Bwana Yesu alikuwa ni muhimu. Tomaso wa kweli katikati yetu ni wa muhimu. Hata ndani ya kanisa na taifa, Tomaso ni muhimu. Haya mazoea yetu ya sapoti, apite. Haya mazoea ni mabaya. Sasa alikuja Bwana Yesu akawakuta 12. Alikuta 11. Tomaso hakufanya nini? Hakuwepo. Si ajabu wapo waliokuwepo na wao hawakuamini. Lakini aliyewasaidia ni Tomaso aliyehoji. Amjui? Yaani aliwakuta 11. Si ajabu kwenye 11 kuna ambao hawakuamini kwamba Yesu amefufuka, lakini wakakaa kimya. Yaani wagenderamo, wakaendeamo. Lakini alipokuja Tomaso akawavuruga na Yesu akasikia. Sasa Yesu anapokuja akamuita Tomaso, njoo leta mikono yako.
Ndipo na wale waliokaa kimya bila kuamini wakaamini, kumbe ni kweli Bwana. Thomas ametusaidia. Hata mimi nilikuwa siamini. Sasa nimefanya nini? Nimeamini. Kwa hiyo hawa mnaodhani ni wakorofi wana faida katika nini? Katika jamii. Wana faida katika jamii. Ndiyo faida ya kuwa na Tomaso. Tomaso ni wa muhimu sana katika kundi lolote, ndani ya kanisa na ndani ya taifa letu. Tujilinde sana na tuwalinde akina Tomaso. Akina Tomaso ni tunu ya Mungu kulituza kanisa na taifa lisizame katika kutukuza wanadamu na mazoea. Kwa mazara yenye akina mama unabeba mimba ya 9 unasema mimi huwa nawazaa hivi kwenda hospitali, ukafa na mimba ya ngapi? Ya 9. Wanadamu tuna huruka ya kuabudu mazoea. Na katikati ya mazoea tukianza kuabudu mazoea, wanajitokeza wachache wanajinufaisha na mazoea yetu. Kwa hiyo akina Tomaso wapo ili kutuamsha tusiabudu manini? Mazoea. Si mnatuona hapa mbele tulivyokaa na tulivyovaa. Tunapendeza? Tunavyotembea tunanyatanyata. Utafikiri hata sisi mila hatuwezi kumuumiza. Unafikiri wote tuko wa kweli hapa? Kaa huko, shauri zenu. Sio wote wanaonyatanyata ni waaminifu. Sio wote. Tomaso bado tunawahitaji ili kanisa lisilale usingizi. Tunawahitaji. Hata taifa letu linao akina Tomaso. Wanahitaji wahakikishiwe ndipo waamini. Wanahitaji wavumiliwe kama Yesu Kristo alivyomvumilia Tomaso. Hata taifa letu linahitaji kuwavumilia hawa wasioamini bila kuona, ili waone waweze kufanya nini? Kuamini. Na taifa letu hili ni kubwa mno. Na taifa letu hili ni muhimu mno kuliko vyama vyetu vyote, kuliko makanisa yetu yote, kuliko imani. Taifa letu ni kubwa mno chini ya Mungu anayeliongoza. Kwa hiyo haya maneno mengine tunayolishana. Haya maneno mengine tunayolishana. Yale mengine myachambue, yatakuja kuwatapisha baadaye. Sawa. Mjilinde sana na huruka za namna hiyo. Hii habari ya tuzime zote, tubakize nyekundu tu. Wewe uliwahi kuona taa nyekundu tu peke yake? Mwanga unapendeza kama zimechanganywa, kuna ya kijani, kuna nyekundu, kuna nyeupe, kuna ya njano. Si ndio inapendeza? Nyekundu tu inaharibu macho. Kijani tu inaharibu macho. Kwa hiyo Tomaso alitusaidia katika injili hii. Kwa hiyo zote zinahitajika kwa amani na mustakabali wa nchi. Na mimi ni askofu wenu. Unafikiri wote mnanipenda sawa? Kwenye ibada kama leo kila mtu anajifanya anampenda askofu. Lakini humu wanaomsema askofu wako humu, wanaomchokonoa wako humu. Ndivyo hivyo. Alafu mimi nitakuwa mpumbavu kukaa hapa nikafikiri watu wote wananipenda, wananikubali. Nitawaangalia kina Severini, wanasema askofu wetu anaupiga mwingi, sijui anafanya nini. Wapi bwana? Hakuna cha kupiga mwingi hapa. Lazima utambue ukishaongoza watu wengi wana mawazo mbali na ujifunze kuwavumilia. Ujifunze kuwavumilia. Utajipatisha tabu bure ukaenda ukarara usingizi ukasema wote wananipenda. Uongo. Siku wa kukuibukia utaamini. Unasema hawa ndio nilikwenda Nyakagando wakaleta mbuzi, wakaleta mtukuru, wote hawa. Sasa walioshika mabango wote wa Nyakagando. Yaani umetoka jana wameleta mtukuru, unarudi siku ya pili wameshika mabango wote. Unasema nini kimetokea katikati hapa? Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuwalinde sana kina Tomaso. Na kwa hiyo napenda kumsihi sana rais wetu mpendwa
rais wetu mpendwa, kwamba ni rais wa wote, ni rais wetu wote. Akina Tomaso ni wake, akina Yohana ni wake, akina Petro ni wake, akina watoto wa Zebedai wanaopenda viti vya mbele ni wake. Huyu si rais wa Wakristo tu, sio rais wa Waislamu tu, sio rais wa CCM hata kama ni mwenyekiti wao, ni rais wa nchi yetu yote. Si rais wa Chadema tu na wa ACT, ni rais wa Watanzania wote na tofauti zao. Jinsi anavyowavumilia wanaompongeza na kujigaragaza chini, awavumilia hata akina Tomaso wanaotaka kuchukua kidole kuweka kwenye alama za misumari anayosulubiwa nayo, awavumilie. Na najua yeye kama mtu mmoja anapokea maushauri mengi, si ndio? Mengine ya kutaka kujaza matumbo yao, mengine ya nia mbaya ya kumwangusha. Lakini tumuombee rais wetu. Mungu amjalie hekima, Mungu amjalie uvumilivu, amjalie afya njema ya kustahimili haya yote yanayoendelea katika taifa letu. Wako watu wanaofikiri fedha zinaweza kumaliza kila kitu. Yaani mimi nikija hapa na gunia la hela hapa nikaanza kuwapa wote mnipende, unafikiri nitawatosha nyote? Mtashangilia siku ya kwanza, siku ya pili wasema lakini fulani alimpa nyingi, mimi alimpa kidogo. Sasa aliyepewa nyingi ndiye aenda apige, mimi sipigi. Si ndio unafanya? Akina diwani na wahurumia kweli hao. Na wahurumia kweli. Anakuja na wapa leo mnashangilia. Akikaa siku mbili mmeshasahau kwamba mlikula. Mnataka nyingine. Mwisho anauza hata shamba kwa ajili ya kuwapa nyinyi mpige kura. Fedha haziwezi kununua watu. Hilo mlijue. Haziwezi. Vifungo na upanga na moto haviwezi kuwafanya watu wote wafikiri kwa njia moja. Unafunga hawa wanaibuka hawa, unakata hawa vichwa hawa wanaibuka wengine. Yaani ukikata wawili wanazaliwa 6. Ukifunga 5 wanaibuka 20. Ukiwapa hela watu 100,000 kesho wanataka 500,000. Kwa hiyo nataka kuambia fedha, vifungo, upanga, moto, vitisho havisaidii chochote. Kitu pekee ninachokijua kinaweza kuliunganisha taifa letu ni kutenda haki. Ukitenda haki watu wote wanatulia. Uliyemnyima haki leo kwa sababu aliyedhulumu akaenda na Qur'ani, kesho ukimpa haki anasema hecho, lakini nani huwa ni mzuri kwa kweli, leo ameamua vizuri. Akiamua vibaya ni mbaya. Kesho akikuamulia vizuri, unakwenda unafanya nini? Unashangilia tena, unapeleka na shukrani kanisani. Siku moja niwachekeshe. Kuna Mkristo mmoja alichukua ardhi yetu. Tukashitakiana naye mahakamani. Akatushinda. Jumapili iliyofuata akaleta mbuzi kanisani kutoa shukrani. Yaani ametushinda sisi kanisa, halafu akaleta mbuzi kutoa nini? Tuipokee au tusiipokee? Tuipokee au tusiipokee? Tulipokea. Halafu tukakata rufaa tukamshinda. Mbuzi ameshaleta. Mbuzi ameshaleta, tumepokea kama shukrani ya yeye kutushinda, akachukua ardhi. Halafu tukakata rufaa tukamshinda. Tumrudishie mbuzi. Hiyo ndiyo kazi ya kutenda haki katika nchi. Ukitenda haki unawafanya watu wote kuwa kitu, wanakuwa na matumaini kwamba mfumo wa haki unafanya kazi. Kwa hiyo wote wanaishi kwa salama, wanaishi kwa amani. Huhitaji kuleta mitutu na mabomu kutuliza watu. Lakini watu kama hujawatendea haki, hata ungeleta mabomu, utaua wangapi? Hata ungefunga, hivi hapa mkwenda kuna mahabusu ya kuwafunga nyote hapa? Yaani wote hapa mkainuka hapa. Kuna wote mtafunga wangapi hapa? Kwanza chakula utakipata wapi cha kuwalisha? Kwa hiyo njia pekee ya kuliepusha taifa letu na balaa la vurugu ni kutenda nini? Kutenda haki. Kutenda haki. Na mwisho kabisa nikiyasema haya, hata baadhi yenu najua wapo wanaokerwa. Anamwambia askofu amekuja kuhubiri hapa na anatuambia siasa. Si mbongo. Semeni kweli, si mnaoudhika kuona anasema haya? Wapo. Sasa mimi nawaambia haya tusipoyasemea hapa,
tukaenda kuyasemea kwenye jumuiya, ni mbaya zaidi. Shukuru Mungu tunayasemea wapi? Hapa wazi wazi. Tukiamua kwenda kuyasemea huku gizani kwenye jumuiya, kutembeleana nyumba kwa nyumba, kuambizana muramanya, tujuane jamani, tujuane, tuweke msimamo, taifa hili litafanya nini? Tushukuru Mungu tuna uhuru wa kuabudu na kusema na kutoa sauti zetu na kuimarishana na kuwakubali akina Tomasi waendelee kuwepo ili tusiendelee kuabudu mazoea. Ndugu zangu wapendwa, mimi ninawatakia Pasaka njema. Na hili ndilo neno la Mungu. Mwokozi wetu Yesu Kristo anatuaga akisema, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Tulieni mioyoni mwenu mpokee baraka ya Mungu. Bwana Mungu awabariki, awalinde, awaangazie nuru za uso wake, awafadhili, awainulie uso wake, awape amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.